Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Meneja wa chama kikuu cha ushirika Mbogwe na Bukombe MBCU Paul Samuel Komango amesema kuwa katika kipindi cha siku 100 za uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sekta ya ushirika imepata mafanikio makubwa yanayoendelea kuwanufaisha wanachama wa vyama vya msingi. Akizungumza katika mahojiano maalum na Mohab TV, Komango amesema MBCU chenye jumla ya wanachama 121 kimeendelea kuimarika kiuchumi kupitia sera na miongozo inayolenga kukuza uzalishaji wa masoko ya mazao ya wakulima. Amesema katika siku 100 hizo kumekuwa na maboresho katika upatikanaji wa pembejeo za kilimo, kuimarika kwa mifumo ya masoko, pamoja na kuongezeka kwa uelewa wa wanachama kuhusu umuhimu wa ushirika katika kukuza kipato chao. Sana. Nipende kuwashukuru kwa ujio wenu kwa makala hii ya siku 100 ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Nikisema chama kikuu cha ushirika ni muunganiko wa vyama vya msingi vya ushirika vinavyoshirikiana kwa pamoja ili kuimarisha nguvu zao kiuchumi, kijamii na kiutawala. Na chama kikuu cha ushirika Mbogwe na Bukombe ni chama ambacho kinahudumia vyama vya ushirika ambavyo viko wilaya ya Bukombe na wilaya ya Mbogwe, na ambacho chama hiki kimeanzishwa rasmi mwaka 2018 kikiwa na wanachama 66, ambapo toka mwaka huo hadi mwaka huu 2026 kina wanachama jumla 121, ambapo vyama hivyo vinaleta idadi ya wakulima 16,444 ambao wanajihusisha na mazao ya tumbaku, pamba pamoja na dengu. Kwa haraka tuweze kuangazia mafanikio ambayo yanaweza kuonekana kwa mazao ambayo tunayasimamia katika chama chetu kikuu ni pamba, dengu pamoja na tumbaku. Nianze kwa zao la tumbaku. Kwa siku 100 za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa zao la tumbaku wakulima wake wameweza kunufaika kwa kupatiwa mikopo yenye riba nafuu kutoka kwenye mabenki kwa ajili ya kuwawezesha kupata pembejeo, pesa za kuni, pesa za kuchambua tumbaku na pesa kwa ajili ya ujenzi wa mabani bora kwa ajili ya kuongeza tija kwenye zao la tumbaku. Tukija kwenye zao la pamba nao hawajaacha nyuma, kwa sababu ndani ya hizo siku 100 za Mheshimiwa Rais tunaona wakulima hawa wa pamba kwa eneo letu hili wameweza kupata mbegu bure za pamba, viuatilifu kwa maana ya dawa za wadudu wameweza kupatiwa bure, na bomba kwa ajili ya kupulizia dawa kwenye mashamba yao pia wameweza kuvipata bure. Na kwa zao la dengu nadhani msimu wake bado haujafika, lakini maandalizi yanaendelea vizuri na wakulima wetu wataweza kupata mbegu bora kutoka Kopra, ambayo pia tunaweza kusema ni kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tunachukua kama ni jambo zuri na la maana kabisa kwa wakulima wetu ambao serikali ya awamu ya 6 imefanya kupitia kwa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Hassan Suluhu. Kwa mujibu wa Komango, juhudi za serikali ya awamu ya 6 zimeongeza imani kwa wanachama na kuimarisha uwazi na usimamizi wa rasilimali za vyama vya ushirika. Kimsingi, malengo na dhima ya chama hiki ukilinganisha kuanzia mwaka iliyoanzishwa hadi leo hii 2026, malengo ya chama yanafuatwa kwa 100%, na kuna mabadiliko makubwa. Hata ukiangalia kwa swala la wanachama, chama kilianza na wanachama 66 2018, ambao leo hii tunazungumza ni wanachama 121, ambayo ukiangalia ni ongezeko la karibu 100%. Pamoja na hilo, tumeona kuna ongezeko la uzalishaji wa pamba mwaka hadi mwaka. Achana na pamba, tukija kwenye tumbaku, mwaka hadi mwaka kuna ongezeko kubwa. Kwa mfano,
msimu uliopita tumekuwa na uzalishaji wa kilo 2,300,000 ambao zao ambalo liko chini sasa hivi tunatarajia kuzalisha kilo 4,000,000 na kidogo. Kwa hiyo tunaona kuna tija na dhima halisi ya chama chetu kikuu cha ushirika inazingatiwa. Komango ameongeza kuwa MBCU itaendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha malengo ya maendeleo ya sekta ya kilimo na ushirika yanafikiwa, huku akiwahimiza wanachama kuendelea kuwa wazalendo na kushiriki kikamilifu katika shughuli za ushirika. Kimsingi, tukiangalia kwenye upande wa masoko, ukilinganisha na miaka ya nyuma, ushirika wa nyuma namna ilivyokuwa, masoko ya mazao hasa ya pamba, dengu, tumbaku yamekuwa ni masoko ya wazi ambapo mkulima analeta bidhaa yake na inanunuliwa katika hali ambayo yeye pia anashuhudia kitu gani kinafanyika. Na tuishukuru serikali yetu ya awamu 6 kupitia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, migogoro ambayo ilikuwa inaikabili sekta hii ya ushirika kwa sasa ni kama haipo, na hata kama ipo basi ni midogo sana, ambayo haina nguvu ya kukwamisha ushirika. Na hii inatokana na uongozi thabiti maridadi kabisa wa mrajisi wetu mkuu Dr. Ndiege. Ameweza kufanya ushirika kuwa imara na kuutoa ushirika ule wa changamoto nyingi miaka ya nyuma na kufanya ushirika kuwa wa kisasa zaidi na wenye tija kwa jamii na wananchi kwa ujumla. Kiberenge ikiwa na robota 3 au 4 inategemea na nguvu ya msukumaji. Uwezo wa mashine ya kubana robota kwa saa ni robota 24. Japo mashine zetu kidogo zinakuwa hazifikii uwezo wa hii press, tunaishia robota 12 kwa saa au 11. Mohab TV, Mbogwe.